Naam, hujambo mara tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya. Mtazamaji na msikilizaji, na kukumbusha mara tena kusubscribe kwenye channel yetu kama bado kufanya hivyo, ili kukurahisishia kuendelea kupata habari zetu, vipindi na mambo mengine tofauti kwa kila saa na dakika. Mtazamaji, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari tulizo nazo, wacha tuanze na katika huko mkoa wa Kivu Kaskazini ni kwamba droni za kivita za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaendesha mashambulizi dhidi ya ngome za waasi wa M23 huko Kalembe tarafani Masisi Jumanne ya tarehe 21 Oktoba 2025. Mwenzetu Izake Mulucha Ashibe na ripoti kamili. Jeshi la FARDC linaendelea na mashambulizi ya kuvizia dhidi ya kambi za waasi jimboni Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, licha ya kutiwa sahini kwa mkataba wa pamoja wa kusitisha mapigano kati ya serikali ya Kongo na kundi la waasi wa AFC M23 mnamo tarehe 14 Oktoba huko Doha, Qatar, kwa usaidizi wa Marekani na Umoja wa Afrika. Eneo moja la waasi wa AFC M23 limelengwa na shambulio la anga lililofanywa na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 11 Oktoba mwaka 2025 karibu na Kalembe katika usultani wa Bashali tarafani Masisi jimboni Kivu Kaskazini huko. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, droni za FARDC ziliruka juu ya anga ya Kalembe kabla ya kuangusha bomu katika eneo linalodaiwa kuwa lilikuwa kambi ya waasi wa M23. Wakazi wamesema kuwa droni hiyo ilizunguka mara kadhaa kabla ya kufanya shambulio hilo. Mlipuko huo mkubwa uliwatia hofu wakazi wa Kalembe na Kalonge, wakizani kwamba vita vimeanza kati ya pande zinazohasimiana. Hadi sasa bado haijafahamika idadi ya waathirika wa shambulio hilo, lakini wakazi wanaripoti kuwepo kwa harakati za magari ya wagonjwa kati ya Kalembe na Mweso asubuhi ya Jumanne hii. Ingawa hali imeripotiwa kuwa tulivu, bado hofu imetanda kwa wakazi wa eneo hilo ambalo linakuwa katikati ya wilaya ya Walikale na huko Masisi. Lakini tumalizie kwa kusema kuwa idadi ya watu walioathirika na uharibifu wa mali uliosababishwa na shambulio hilo bado haujafahamika mpaka sasa. Tutangazia pia na huko maeneo ya huko Walumanya ambako mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Ramazani amejeruhiwa kwa kupigwa risasi naye mzalendo mmoja kwenye kijiji cha Walumanya siku ya pili ya tarehe 21 Oktoba 2025. Kwa jambo hilo, mkuu kiongozi wa kijiji maeneo hayo amekemea vikali kitendo hicho dhidi ya raia asiye na hatia. Katika mazungumzo na kiongozi wa eneo hilo, ameanza kwanza kutoa picha halisi ya namna mkasa huo ulivyotokea. Ndiyo, taarifa hizo ni taarifa za ukweli ndugu mtangazaji. Mida ya asubuhi nimepata ripoti ya kama kuna mtu ambaye alikuwa akitoka sehemu za Lumanya, aliacha napigana risasi, alafu akakuja na montare mbio. Alafu Lumanya kukakuja watu ambao wanakuja wanamkimbiza huyo mtu ambaye aliacha napigana masasi kurumai. Sasa yeye mbele na pikipiki na wale wanaomfuata nyuma na pikipiki. Alafu wakapiga simu sehemu za Mukela, wazalendo Mukela nao wakaenda za kule ambako wale wandugu wanatokea kwa kuenda kufanya usaidizi ili wakamate ule ndugu. Sasa wakati wazalendo waliposimamisha pikipiki, kumbe ile pikipiki ambayo ilikuwa mbele haikuwa pikipiki ambayo inaleta wale wahalifu. Ilikuwa pikipiki ambayo motare mmoja alikuwa na ile pikipiki. Alafu kusimamisha motare kusimama na wale wandugu waliokuja ngambo za Lumanya na wao wakakuja Dema, na ilikuwa ni risasi moja kwa moja, na ule kijana motare akapata risasi ya kuguu. Wale wazalendo wakashika yule ambaye alipiga ile risasi, wakarudia na Lumanya, na wale wengine wakakamata wale motare wakakuja kwa hospitali. Na kwa sasa hivi niko naongea na nyinyi, walimtransferia anakuwa deja Fizi. Ile ndo hali ya tukio, lakini majina kamilifu sijazipata sababu nilikwenda kwenye kituo cha afya nikakuta deja wamekwisha kumtransferia. Upande mwingine, kiongozi huyo ameomba kwa vitengo husika na usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kufahamu mhalifu wa kitendo hicho ili apate kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Yawezekana pikipiki iliyomuleta labda waliachana
ku distance, inawezekana ima village voisin aliingia fasi moja na wakazima pikipiki na akajificha nyumba zimoja wale walifu. Kama vile kiongozi, vitendo kama na hivyo tumevilaani kabisa, sababu sio vitendo vyenye za kuleta amani ndani ya vijiji vyetu. Ni vitendo vya mshangao, sababu eneo kama hizi zetu, maeneo hizi, vitendo kama hivyo huwa haviripotiwi zaidi. Sasa baada ya kwanza kusikia vitendo kama na hivi, vitendo vya kusikitisha, tumevilaani sana, na nimelomba vitengo vya usalama viwe macho kwa kufuatilia ili wale wahalifu wanaofanya vitendo kama na hivyo potovu ili wakamatiwe na wafikishwe mbele ya sheria. Tuangazie katika habari zingine zisemazo kuwa uongozi wa jeshi la maji kupitia SNPCC yake Kamanda Amuri William Yakutumba umeomba vijana kujiunga kwenye jeshi hilo ili kuendelea kutetelea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaonekana kuendelea kuvamiwa na wahasi wa M23. Katika mazungumzo nasi, Kamanda Michele Anzuruni ameonesha kuwa ni vema raia kuendelea kujitolea ili kuendelea kutetelea nchi ambayo kwa sasa hivi inaonekana kuwa mikononi mwa wavamizi. Michele Anzuruni anaeleza afuatayo. Lengo letu kwa kufika Baraka, tuko na ujumbe wa recruitment kwa vijana wetu. Sio recruitment force, hapana, sawa wanavyofanya watu M23 Goma. Tunakuja na recruitment yetu ni kwa hiari, recruitment ya kutumika pamoja na sisi kwenye idara la maji, wanaita force naval. Na hiyo ndio ujumbe tunao kutoka kwa mzee William, kwa sababu ya kuambia vijana wetu watuunge mkono ili tuweke amani ndani ya ziwa letu la Tanganyika. Kwa kujiunga kwa haraka, tufikie kwenye eneo la force naval ya gouvernement yenye iko hapa Baraka Centreville, na pale utatuona kwa urahisi. Kwa kujiunga ndani ya jeshi hilo, tunahitaji vijana wetu wa kuanza miaka 18 na kuendelea. Unakuja na hata idadi lako la elimu ya shule. Tunahitaji kabisa wenye kuwa na elimu ya shule wajiunge pamoja na sisi. Hata ukiwa umesha kuwa mzee na ukingana na nguvu, tunakukaribisha juu ya kutetelea nchi yetu. Kazi ya jeshi ndio kazi ambayo inaonekana kama vile kutumwa watu ambao wanakuwa washindikana ambao wanakuja kuingia. Hawa nao wa aina hiyo mnawakubali namna gani? Tuna mashauri makubwa na tuna centre de formation ya kugeuza umma ili aitwe jeshi. Kwa sababu ya nini? Kuna wengi kabisa, jinsi mtangazaji anasema, akili yao ni mbovu. Wengi wanapiga wa mama zao nyumbani, wengi hawasikie hata vizazi, wengi wananyanyasa raia, wanakata barabarani na mavisu na mipanga kusumbua. Wale wote tunawahitaji ili tuwanyoshe, tuwafundishe. Tuna centre ya formation, centre accéléré ya miezi kidogo tu ili apate elimu zaidi. Sisi tuko wa reserviste arme reserve de FARDC. Tuko natembea pamoja na serikali yetu yenye kuko madaraka ya rais wetu Mheshimiwa Rais Kisekedi Chilombo Antoine. Zitakapofika hadi mwisho wa mwezi huu tulio nao, mwezi wa 10, tunamaliza kupokea maaskari wapya ili waitwe maaskari wenye nguvu na wenye kutumikia nchi kwa ajili ya adui. Anazidi na mbinu zake za kuendelea kusumbua maeneo yetu Fizi na Uvira na Mwenga, na hatutaki adui atunyang'anye nchi yetu. Hatutaki. Sisi tumeishi miaka 18 tunapambana na huyo Rais Joseph Kabila. Wengi wanasema labda hakuna organization ya kupata chakula. Hapana, tulikaa miaka 18 tunakula chakula ya wazazi wetu, wanatusaidia kwa muhindi, tunakula na tunafanya mapambano makubwa na tunaendelea, na leo tupo. Kama nasikia sauti yangu, nina afya nzuri kwa sababu ya chakula tulichochikula cha wazee wetu. Na leo hivi mzee wetu Amuri William Yakutumba numero 1 visionnaire, mzee akingana na hiyo mpango na watu wanakula na wanashiba. Kwa sababu natoa kwenye shamba la vita, tunakula chakula na tunashiba. Karibu sana nje na chakula mtakula, kuna shida. Asante sana wa raia wetu wa Baraka. Raia wetu wa Baraka ninawahitaji sana kwa sababu njoo vile Baraka inakusanya watu wengi, sio tu kabila la Wabembe. Negative. Kuna kabila nyingi hapa. Na wote ni Wakongomani. Tunawahitaji muje mkusanye mawazo pamoja na sisi kwa sababu kutetelea nchi yetu. Tunawaomba kabisa wa ndugu zetu muje. Adui akingana na mbinu nyingi sana. Hiyo ni ujumbe nimewapatia. Tukiacha ndugu zetu tutaenda wapi? Amupataki habari yao wanasema kama tutavuka bahari na miguu. Hiyo ujumbe inatembea hata leo. Na ni kweli mnataka tutembee ndani ya maji ya mguu? Jibu hapana. Muje tujikosantre, tuwe pamoja
kwa kupiganisha adui aingingane na mbinu ya nchi yetu, na tunakataa kabisa. Hatutakwenda Tanzania sisi. Tanzania ni ya Watanzania, Burundi ni ya Warundi. Nje tutetelee nchi, tujikosantre, tufukuze adui, atoke Bukavu, atoke Goma, tufike hadi Ituri. Na hiyo itapendezesha rais wetu wa nchi, na mengi mtakula matunda ya nchi. Asante sana raia wa Baraka. Katika mji wa Baraka ni kwamba milio ya risasi imesikika kwa masaa kadhaa ndani ya mji wa Baraka, kuanza kwenye muda wa saa 5 za usiku, na hivyo chanzo chake bado kujulikana. Risasi hizo ambazo zilikuwa na mchanganyiko na silaha ambazo zisizoweza kusikika bila vita, pia ziliweza kusikika katika usiku wa kucha siku ya 3 ya tarehe 22 Oktoba 2025. Risasi hizo kwa mujibu wa duru zetu zaeleza kuwa risasi hizo zimeweza kusikika katika maeneo ya Bandro na Kibonjo ya pili, hivyo duru zetu zikitaja kuwa ni risasi ambazo zilipigwa na vikosi vya wazalendo. Mengi zaidi kutokana na habari hizi, endelea kufuata habari zetu zinazofuata. Daima katika mji wa Baraka ni kwamba mwananchi Mustafa Mbape Mtabiri, mkahaji wa Mwemezi, ametaja kuwa muhanga pamoja na mke wake kwa vitendo vya unyanyasaji vilivyoendeshwa nao baadhi ya wazalendo siku ya pili ya tarehe 21 Oktoba 2025 ndani ya mji wa Baraka. Ili kutaka kufahamu namna mkasa huyo ulivyokuwa, mwananchi Mustafa Mbape anaeleza hapa kwenye vipaza sauti vya chaneli yetu. Nakia kulalimika juu leo asubuhi na 6 nilipata tukio. Nilikuwa ningaliki na lala, mke wangu alitoka na poende Mwanga Mikoyo kumaliza, akia kuta wazalendo 3 wiko kumulango. Sasa wakaanza mwambia, mama, mbona uko migulu wazi ayetu hivi? Sasa mke wangu akawaambia, sasa hata nilikuwa naenda Mwanga nani Mikoyo na taingia monani mwangu. Akamwambia, sasa hivi mama unafungwa, kama unapenda usifungwe, ilfo ulete 10,000 francs ya mbongo ya makolo ndio tutakuachilia. Mke wangu akamwambia, mimi sina na makuta kwa sasa, mimi sina na makuta, ningalikia asubuhi, mbona mnanifikia asubuhi? Njoo pale kafika nifuyo, mimi nikalamuka ikakuwa nifuyo. Wazalendo wakamkamata mke wangu akamupiga shido na akaenda lalia mkono, na hivi mkono iko sawa vile inateuka, inavimba kabisa. Njoo wakampeleka kwenye matibabu Sebele kwao, wakampeleka kwenye matunzo. Njoo mimi niliona nikiepeleka hii malalamiko yangu kwenye radio. Mimi sikufahamia. Kifupi walikuja wakamuuliza mke wangu, utuonyeshe fasi kwenye banauzishaka sigareti na pombe na bangi. Mke wangu akawaambia, mimi siufahamu fasi kwenye banauzishaka sigareti wala bangi wala pombe. Mke wangu wakamwambia awapatie 10,000 francs ya mbongo ya makulu. Kwa kweli sikufahamia kabisa kama walitokea ngambo gani. Kifupi niliona sasa vile walikuwa wananivizia juu katikati yao niliona huko mwa mzalendo mwenyewe tunapitisha naka tu naye tu mubarabara na muyu wake. Mimi namkuwa namfahamia, ijapokuwa yeye kwa kina nifahamia, mimi nakuwa namfahamia kabisa. Mimi niliona kama ilikuwa ni kuvizia. Wakati waliona watu wanaanza toka, sasa kuna nini, wanaanza lamuka kuna nini, njoo umoja akaanza pita naenda, wanaanza mwambia tokendi. Hawakuwa navalia masare ya kijeshi, kila mtu alikuwa na bunduki, hawakuwa navalia masare ya kijeshi. Selo mimi nilikuwa naona juu mimi nakuwa nabaona bana waka ingambo ya huko ku mezo skale, njoo zaidi njoo kwa mimi nakuwa na upande wetu sisi tunaona, sisi tulikuwa nafurahikia watoto wetu wanatoka muutumwa wa pori wanakuya kumigine wanakia tuchunga, lakini tunaona hali inaanza kwenda na badilika. Hali wapigane na M23 wanaanza kia tunyanyasa sisi wa raia. Hiyo hali sisi hatuifurahikie. Kwa niaba yangu mimi ninaomba kwa vitengo vya serikali na vitengo vya wakubwa wa wazalendo wakague wazalendo wapi njoo wazalendo wa kweli na wapi njoo wasio wazalendo. Juu katikati yao kunaonekana mna wajambazi ambao wanasumbua raia. Nilienda kupozisio wazalendo, nilienda peleki habari kule ku 25 mezo plito, njoo nilienda kupeleki habari, bakasema bataifatililie. Nilikuwa naomba kwa viongozi wa wazalendo kabisa wangetusaidia, wawaite wa wazalendo, wawatie chini, wawaonyeshe gisi kazi gisi inapaswa kuwa.
Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwenye habari zetu kwa siku ya leo. Tunakusamini kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kucomment, kulike na kushare kwa wengine. Tukutanane baadaye panapo majaliwa.